Can a Christian do revenge? Can a Christian do revenge? Je, Mkristo anaweza kulipiza kisasi? Umeona sasa? Huyo ndio ujumbe wetu. Nataka tusomewe kitabu cha Kutoka 21, 24, 25. Kitabu cha Kutoka mlango wa 21, mstari wa 24 na mstari wa 25. Jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, chumbuko kwa ajili ya chumbuko. Haleluya. Hii ni neno ambalo lilikuwa limenenwa na Musa. Na Musa aliongoza wana wa Israeli kuwatoa utumwani Misri, kuwapeleka katika urithi wao, nchi ya Kanaani ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu atampa na uzao wake. Na kwa hivyo, sababu alikuwa akiongozwa na sheria huwa inalipisha. That's why tuko na sheria katika nchi. Na ukiiba kitu cha mtu kuna punishment. Ukiweka mtu majeraha kuna punishment. Na kwa hivyo Musa alikuwa na present sheria, ama Musa alilete sheria, na sheria ilikuja na Musa. Na kwa hivyo sheria ilikuwa ikisema jicho kwa jicho, yani unapo funja kitu cha mtu na chako kinavunjwa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Hiyo ndio maana yake. Utakapofanyia mtu jambo, ulikuwa malipo ni kufanyiwa jambo lile tu. Bwana Yesu ainuliwe. Na hiyo ndio haki ya sheria. Kwa hivyo utakapofanyiwa hivyo ulimfanyia, ilikuwa hauna dhambi tena, umeondolewa kwa dhambi sababu umelipa. Umeelewa sasa? Nayo neema ilikuja na Kristo. Jina la Bwana liinuliwe. Neema ilikuja na nani? Na Kristo. Na sisi hatukupewa nafasi ya kushiriki sheria. Sheria ilikuwa ya wana wa Israeli ambayo waliletewa na Musa, na sheria ilitawala mpaka wakati Kristo alikuja. Na Kristo alikuja akibeba neema mgongoni, na sisi ni kisasi cha neema. Kwa hivyo sisi hatutawaliwi na sheria, na wala sheria haiko sehemu yetu kwa mahali popote pale. Kwa hivyo sisi tulipatikana kwa sababu ya neema ya Kristo, na sisi tunafanya kazi na Mungu kwa kipengele cha neema. Na kwa hivyo ndio sababu nimesoma hayo Musa ambayo aliyaleta, niposa nikienda kufundisha kwa yale Kristo alileta tupate kuelewa. Tuangalie kitabu cha Mathayo 5. Tuanze mstari wa 38 tuende mpaka 45. Kitabu cha Mathayo mlango wa 5 kutoka mstari wa 38 mpaka 45. Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Ndio. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume, geuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushitaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Underline there. Ombeeni waliowaudhi, ili qualification ya kuwa wana wa Mungu Baba iwe. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Bwana Yesu ainuliwe. So Kristo ambaye sisi tumepatikana kwake, ama sisi ni marimbuko ya msalaba wa Kristo, kwa hivyo sisi ni wana wa neema. Alisema kwamba kipengele cha Musa ambacho ni cha sheria kimefika mwisho, kwa sababu Musa alisema jicho kwa jicho,
Lakini mimi nikiwa Kristo nawaambia hivi, msishindane na mtu muovu, lakini mtu akupigae mgeusie, na la pili nayo akupige, na mtu atakaye kukushtaki na kuitoa kanzu yako mwachie na joho pia. Angalia, Kristo anatuonesha neema vile inafanya kazi. Yaani tuache kushindana na tuache kung'ang'ana sisi kwa sisi, ama sisi na wale wanaochipuka ambao ni maadui wetu. Na ukienda kotini leo utapata makesi zimejaa kotini, Wakristo wakitafuta haki sawa. Bwana Yesu ainuliwe. Na sisemi ni vibaya kutafuta haki yako, na sisemi ni vibaya kwenda kotini, lakini kuna kipengele tunastahili tukomae, tufike maeneo fulani ambayo tutakuwa na nguvu za Bwana katika maisha yetu, na hizo nguvu za Bwana zitasimama kudai haki yetu kwa niaba yetu. Kile kinafanya tuende tukatafute haki yetu kotini ni kwa sababu tumepungukiwa na wema wa Mungu. Ni kweli tuko wa Kristo, ni kweli Kristo yuko katikati yetu na ni Bwana katika maisha yetu, lakini neno lake na nguvu zake asijafanya kazi ndani yetu. Sababu katika Mathayo 28:18 anasema, nimepewa nguvu zote mbinguni na duniani ziko chini yangu, nami nawapa, enendeni mkawaweke wote huru. Jina la Bwana liinuliwe. Hizi nguvu za Mungu zikiwa juu yetu, tutawacha kutumia njia ya sheria ya taifa. Tutaacha nafasi ya nguvu za Bwana zifanye kazi juu ya maisha yetu. Leo hii tumejaza makesi kotini na kwa chifu na kwa familia. Tuna mashtaka mengi sana kwa sababu tunataka kudaiwa haki yetu kutoka kwa adui yetu kutokana na sheria. Ili hali Kristo alitufia msalabani tudaiwe haki yetu kutoka kwa msalaba. Jina la Bwana liinuliwe. In fact, some of the things, vitu zingine ambazo tunapeleka kustaki wapendwa, ni vitu tu unaweza kusamehea na usiende hasara yoyote. Can you imagine unakimbizana na mtu sababu yako na shilingi 1,000 yako? Jina la Bwana liinuliwe. Na inakuumiza kiasi ya kwamba umempeleka kwa mashtaka. Sisemi ni vibaya, ni haki yako, 1,000 ni yako. Lakini ukweli ni kwamba hata ukiachia mtu 1,000 utapoteza nini? Tuangalie cha ukweli, utapoteza nini? Sababu kuna mtu hajaachia lakini aliibiwa maelfu. Maisha yake iko katika sababu ameibiwa, bado yako yanaendelea. Unaona sasa? Na tukimwachia mtu tutaenda hasara. Jina la Bwana liinuliwe. Si unaona tunahitaji neema kubwa sana ambayo itatuidhinisha kufika kwenye maeneo haya ya kwamba tunaweza kuachilia na tunaweza kuondokewa na roho ya uchungu, sababu uchungu ule huo unaleta kulipisa kisasi. Na kulipisa kisasi sio kwa Mungu, sio kwa ufalme wa Mungu. Na maandiko yamesema mtu akikunyang'anya kitu muachie. Lakini kwa kawaida tumekuwa tukinyang'anywa tunastaki. Na hata tunapostaki tunarejeshewa ile kitu. Na hata tunaporejeshewa hiyo kitu bado maisha yetu ibadiliki sababu tumerejeshewa. Jina Bwana liinuliwe. Najua kila mmoja ashaipitia jambo kama hili. Ushaitoa mashtaka ili urejeshewe kitu. Hata katika familia, ushaistaki dada yako ama ndugu yako na ukakesi ili urejeshe pale shuleni. Si ndio? Lakini usemo kweli, hata uliporejeshewa kuna mabadiliko makubwa ilikuja. Na je, ungemsamea sababu wewe ni Mkristo? Usikie hiyo impact ya kuwa Mkristo wa matendo. Si kuna kitu kinge grow kwa sababu
umefanyika mwana wa Mungu kwa sababu umetenda yale Kristo alisema. Ikiwa kabisa hujafika kiwango hiki cha Ukristo cha kuweza kusamehe na uwe na moyo mweupe, enda kwa sheria. Hapa sasa ndio kuna qualification ya kwamba unajipima, am I a true Christian? Je, ninaweza kumsamehea mtu na niishi kwa amani? Je, ninaweza kukosa kurevenge na niwe na amani, na nikiona huyo mtu niwe na furaha? Hapa ni hali inahitajika tukomae kwa ukomavu mkubwa. Tunahitaji neema kubwa sana na msaada mkubwa sana kutoka kwa Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Unaona sasa? Tunahitaji msaada mkubwa. Na hapa ndipo kila Mkristo anaweza kujipima. Kweli nimehitimu? Jina la Bwana liinuliwe. Kwa sababu tuna uchungu moyoni. Tuna vitu hata tunataka tukurejeshewa. Lakini hata tunapokosa kurejeshewa, bado maisha yetu inaendelea. Kuna wakati mmoja nilichotwa na bangi. Kweli ni kwamba maisha yangu inaendelea. Lakini bangi ilichukua. Na kwa sababu tulikuwa na mkataba na bangi, na ilikuwa ni mkataba ya kisheria, walitumia sheria kuchukua, wakati na mimi nilifeli kwa mkataba. Unaona? Na ni vizuri tukomae tufike mahali pa kuwa watu wa haki. Mimi ndio nilifeli kwa mkataba na bangi ikatumia sheria, sababu tulikuwa na mahusiano ya kisheria. So wakaitoa nilichokuwa nacho, hata kama walitoa sahihi. Sababu nao pia walichukua opportunity, yani nafasi hiyo wakaitumia vizuri kunitoa kabisa. Lakini ukweli maisha yangu inaendelea, hayakukwama. Ikawa yalitatisika. Elewa, kuna kukwama na kuna kutatisika. Kukwama ni ile unaisha mpaka unakufa. Lakini tatisika kwa muda. Lakini sasa bado niko naendelea. Umeona sasa? Na kwa sababu bado niko na account ya hiyo banki, na ila siitumii. Sasa maybe hiyo banki na mteja wakikaa chini kwa bodo anakalia, ni wateja wangapi tumepoteza? Sasa hii our reason ni kwamba tulimfanyia. So wao wanaangalia vile wanaweza kunirecover, wanieleweke kwa biashara zaidi. Na mimi nilipoteza imani ya kufanya biashara na wao. Unaona? Lakini ni gari inaendelea. Si kama ushai samea mtu na alidhani kwamba atakukata, lakini bado anaona unaendelea na unaendelea vizuri kumuliko, na anasema afadhali singepoteza mahusiano na. Haleluya. Afadhali ningerefuka, ningehifadhi huyu mtu, kwa sababu Bwana Yesu ainuliwe. Agari yanaendelea. Wapendwa, mambo mengine ambayo yanatusumbua na tunakimbizana nao, si ya kwamba maisha yetu iwezi endelea bila hayo mambo. Maisha yetu inaweza endelea. Kuna mtu hapa alifukuzwa shule sababu ya kukosa karo ya shule. Jina la Bwana liinuliwe. Je, maisha yake yalipiga ukuta kuanzia hapo? Si bado maisha yanaendelea, pamoja na kuwa ulifukuzwa shule kwa kukosa karo ya shule. Na sasa hii unaweza kuenda uangalie wale walibaki shule wakati ulifukuzwa na wakasoma na wakamalizia katika maisha, hata kwa ground, kwamba hawaja kupea kombe. Swali ni tujiulize, wa Kristo, tunaweza kupoteza kitu na bado tubaki maisha yetu ikiendelea, na tubaki maisha yetu imesimama? Je, tunaweza? Ndio, inawezekana kama hicho kitu tunakiacha kwa nia ya kutimiza neema ya Kristo. Sababu ya Kristo sio sheria, ni neema. Tuwaachie. Anayekunyang'anya koti, mpe pia na shati. Tuwaachie. Na hapo tutakuwa tumenyamazisha ile roho ya uchungu ambayo inaleta kulipiza kisasi. Maandiko inasema kisasi ni cha Mungu katika Mithali. Ningetaka tusomewe kitabu cha Mithali, kama bado naendelea kufundisha hiyo ya Kristo katika Mathayo. Mithali 20:22. Sababu kama kuna kitu kinatuumiza hivi leo, wapendwa, kama wa Kristo, ni revenge, yani roho ya kulipisha kisasi. Inatuumiza na inakatisha safari yetu na Kristo. Methali mlango wa 20 mstari wa 22. Usiseme mimi nitalipa mabaya. Ndio. Ngojee Bwana naye atakuokoa. Ngojee Bwana. Mwachie Bwana alipishe kisasi kwa niaba yako.
Jina la Bwana liinuliwe. Hii ni maeneo ambayo Wakristo wengi bado hawajahitimu. Wana maombi mazuri, wanasoma Biblia, wanafika kwa mikutano, lakini mambo ya uhusiano wa moyo wa ndani, kupata ile neema ya Kristo na kuitekeleza, bado hatujaanza kuitekeleza. Ila tumekuwa tukiyasikia maandiko yasema, Kristo alisema, lakini bado hatujasameana, bado hatujawachilia watu huru, bado tuna uchungu moyoni, na huu uchungu unachangia kulipisha kisasi. Na mpendo, kulipisha kisasi kunaharibu mahusiano yetu na Mungu. Na nimefurahia vile Biblia imesema kwamba, nafikiri ni 42, imesema kwamba tutafanyika wana wa Mungu kwa njia hii. It's one of the qualifications to become a good child of the Lord. Jina la Bwana liinuliwe. Kristo alituokoa kwa neema. Tumefanyika wana wa Mungu kwa neema, ni kwa kutakaswa kwa damu ya msalaba. Alijitoa mwenyewe, na kwa sababu ya kuamini tumefanyika wana wa Mungu. Bado hapa anatupa kipengele kingine cha kuendelea kufanyika wana wa Mungu, tunapokosa roho ya kulipiza kisasi. Kisasi ni cha Mungu. Naomba Mungu atusaidie tufike mahali tunaweza kumwachia Mungu kisasi. Jina la Bwana liinuliwe. Sababu ikiwa tutalipisha kisasi, basi ina maana tunaishi kwa nguvu zetu. Hatuhitaji msaada wake Mungu. Tunahitajishwa na ufalme, lakini hatuko sehemu ya ufalme wa Mungu. Sababu ufalme wa Mungu tuliupata katika Kristo Yesu. Na kwa sababu hiyo, kila jambo Kristo analolisema ni muhimu kwetu kulishika na kulitekeleza. Unajua watu wamepewa neema. Tunaomba, tunakuja hapa, tunachapa ibada, Kristo anashuka na analeta neema kwa maisha ya watu. Lakini njia ya kupoteza neema watu hawaijuani. Hiyo nguvu uko nayo kidogo, sio ya kudhurumu. Na nashukuru sababu sija kuambia uende upeane vitu vyako, lakini nakuambia ufike kwa kipengele cha neema ya Kristo. Na neema ya Kristo iandamane na wewe kiasi ya kwamba utaweza kupoteza na usione kupoteza. Jina bali hilo hiyo. Lakini nataka kuambia kuna miaka nilipoteza. Sasa sababu nilipoteza sikukonda. Watoto wangu hawakufukuzwa shuleni sababu watoto wangu hawakuwa nasoma sababu nimepata mteja. Walikuwa nasoma sababu neema ya Mungu imenibeba. Umeelewa sasa? Kwa nini tunaweza kusamea mtu? Kwa nini tunaweza kuachilia kitu na bado tubaki maisha yetu ikiendelea? Si kama unakumbuka ile picha ya siku ile ulikuwa unaendea deni yako na vile ulikuwa umeharibu sura na vile moyo wako ulikuwa umechemuka sumu. Unakumbuka hiyo siku? Na unakumbuka ile maneno ulikuwa unatumia? Si Mungu Baba atusamee na atukumbuke. Ukweli ni kwamba hata ungewacha bado maisha yako ingeendelea. Bwana Yesu ainuliwe. Maisha yako bado ingeendelea. Haingekatika. Sababu maisha yako iendelee sababu hiyo kitu. Maisha yako inaendelea sababu ya Mungu. Hii roho ya kulipisha kisasi itatumaliza wa Kristo. Naomba pia wasikizaji ambao mnatusikiza kupitia mitandao, unaposikia hii neno, jaribu uwezavyo kuwa Mkristo wa kweli kwa kutokufa na uchungu ukitaka kulipisha kisasi. Kwanza kisasi kunacho kikubwa sana kwa wenye ndoa. Wanandoa wana kisasi sana. Na pia kwa wamama wana tabia hiyo ya kulipisha kisasi, lakini hawa wako hapa leo. Lakini vyema Mkristo mwenzangu ufahamu, huu Kristo ni nani? Ni nini alileta kwetu? Kristo alileta neema, hakuleta sheria. Alikuja kukadamisha sheria ili neema ipate nafasi ya kufanya kazi. Lakini si Wakristo wengi tunaishi kwa sheria. In fact tumekandamishwa na sheria, ila tunataka maombi yetu tukiamba yasikike na yajibiwe, lakini tumekandamishwa na sheria. Wacha nikuambie, maombi ya Mkristo itaenda kwa sababu huyo Mkristo ni wa neema. Na ametunza neema na anafanya kazi na neema. Bwana Yesu ainuliwe. Can you imagine?
Wacha sasa wewe unachafua roho mpaka unakosa kwenda ibada sababu ya 1,000. Kuna mtu alifahamiwa kule Rift Valley akachomewa boma yake, kila kitu, kila mpaka nguo za kuvaa, na bado anaishi yako hai. Hatuwezi kuachilia hiyo chama. Hiyo chama nitaenda kwa mganga, mtalipa. Wacha niende kwa mganga kwanza nifanye revenge, nitarudi nikuwe Mkristo. Hao wako hapa. Sio sehemu yetu, si unawajua? Oh my God. Oh my Lord. Yaani unapata huyu dada mzuri sana, huyu ndugu mzuri sana, lakini anaweza kuweka Yesu chini kwa nafasi ya kulipisha kisasi, lakini akilipisha, akimaliza anasema wacha niende kanisani. Bahati nzuri kanisa yetu inakuwa imefunguliwa. Akija kufika pale nje, bwana nimepigana, nimetubu, naomba kutubu. Anakuja akitubu nakumbuka nyumba ya Bwana inaingiwa kwa kushema. Anashema siku hiyo sababu anajua vile amemfanyia mtu pale. Ni kweli Yesu atakusamea. Ni mwingi wa rehema, lakini ukweli ni kwamba hicho kitendo umekitenda. Kitawahi kurudia. Maisha ni sakira. It's about it. Merry-go-round is coming back to you. Bwana Yesu ainuliwe. Pamoja na kuwa umelipisha kisasi, hauna faida umepata. Hebu chukua, ungesema sababu ya msalaba wa Kristo na sababu ya neema ya Kristo nitamsamehe huyu mtu. Utamwambia, lakini moyoni mwako uamue nitamsamehe na sitalipisha kisasi. Na uende zako na umwachie. Uende ulilie Mungu, mwambie ponya moyo wangu Baba. Nipe amani tu. Nipe amani. Bwana Yesu ainuliwe. Angalia vile Kristo atakuja atembee na wewe. Neema ya Kristo itakuwa juu yako na utakuwa unapoenda kupiga magoti kulia, una access grace. Bwana anakusikia na anakutimizia. Na naamini hii ndio sehemu ambayo Wakristo wengi hatujibiwi maombi. Kutubu tunatubu kila siku. Lakini pamoja na kuwa tumetubu, hatuachi uchungu wa mioyo wa kulipisha kisasi. Hatujaacha. Jina la Bwana liinuliwe. Si Mungu atusaidie tufika mahali tunaweza kuweka hiyo mzigo chini na tuseme yakwishe tu. Si Mungu atusaidie. Tusomee kitabu cha Warumi 12 mstari wa 17 na 19. 12, 17 na 19. 19. Warumi mlango wa 12 mstari wa 17 na mstari wa 19. Msilipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu. Mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi. Bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Huyu ni Paulo. Paulo ananena na kanisa, anawaambia msimulipe mtu ovu. Jifundishe. Unajua hii ni mambo unajifundisha. Hii si mambo utaamka siku moja uyatekeleze. Ni mambo inataka ukauli wa moyo, alafu kutoka hapo anze kujifundisha. Kusamehea mwenzako wa karibu na kuachia kana kwamba hauelewi na mambo. Bwana Yesu ainuliwe. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Uamuzi wa kutenda mema tu, uamuzi wa kuwasamehea na kuendelea kuwatendea mema. Ukweli ni kwamba utasikia uchungu, lakini unastahili ushinde hiyo uchungu. Mungu anakuja anamwambia Kaini, ungelete zaka nzuri pia, ungepata kibali kama Habili. Lakini sasa dhambi iko mlangoni inakuotea. Omba sana usije ukashindwa na dhambi. Lakini Kaini hakuelewa. Baadaye Mungu anamtembelea, anamuuliza, ako wapi ndugu yako? Kaini anasili kutenda dhambi, akimuuliza, kwani mimi ni mwangalizi wa ndugu yangu? Sababu tayari yashamuua. Mpendwa, ukiendelea kuwa na hiyo uchungu, sio tu kulipisha kisasi, bali utapata hata umeua. Nilikuwa nikiangalia kipindi cha wale wako gerezani, kile kinaletangwa Jeraid Shitu. Nikaona msichana mmoja alikuwa na mpenzi kijana
wasichana wameoana, jina mali inuliwe, akampata huyo kijana mpenzi wake kwamba amechumbiana na msichana mwingine, akakimbia kwa nyumba akachukua kisu, sababu ya roho ya kulipisha kisasi, akaja akamchapa ule msichana kisu pa, huyo msichana akaanguka akafa. Leo hii huyo msichana anaongea akiwa gerezani na alifungwa maisha. Sasa yule mpenzi alikuwa akitetea yuko wapi? Si anaishi huru? Unataka kuniambia hakuoa na maisha yake inaendelea? Lakini maisha ya mwenye kulipisha kisasi iko wapi? Gerezani. Ako gerezani mpendo. Saa zingine tunaongea gereza unafikiri tu lazima tuende gereza ya Kamiti, lakini nataka kukuambia utaingia gerezani ya ukosefu sababu ya kulipisha kisasi. Yaani umeadmiriwa kasi lakini unaporanga kidogo kamia ya tano. Na unajua nafikiria hii ni kazi ya Kenya. Wakenya tunapenda kuiba, tutosheki na mshahara. Na ninaomba hata viewers muangalie, Wakenya tunapenda kuiba kasini, hatutosheki na mshahara. Situombe Mungu atutoe katika hii laana. Mungu atuhurumia tutoe kwa hii laana ya kuiba kasini. Ukweli ni kwamba tuna mishahara lakini bado tunatafuta ya kando. Na tunatia fora sana katika kutafuta ya kando. Si kama ushaiona, ikiwa unaendanga mahali kununua na unaachanga timu, utakuwa ukifika hapo watashindana kukuhudumia. Na hao watu wote wana mshahara. Ukweli ni kwamba watosheki na mshahara. Anatafuta ya ziada. Si Mungu aturehemu. Si Mungu atuhurumie. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu ni vyema tutoshwe na mishahara. Na hii ndio tabia ya Wakenya. Hakuna Mkenya hata alipo mamilioni anatosheka. By the way, for your information, Kenya watu wale wako kwa cheo kubwa na mishahara mikubwa ni waizi wote. Afadhali hata wa mishahara midogo. Sababu wa mishahara midogo wako nje na pesa, wako mbali kwa pesa, sasa hawapati nafasi ya kuiba. Na siofu nikisema haya, mimi ni Mkenya na kitambulisho cha Kenya, nimekomaa hapa Kenya. Kenya tuko waizi na tunahitaji tubadilike. Taifa letu linaanguka sababu ya wizi. Jina wali inuliwe. Moyo wa Yesu ni moyo wa kusema yaishe. Yaishe. Na Roho wa Bwana leo anasema tusamehe na tuachilie. Tuache kwenda kulipisha kisasi. Kisasi, Biblia imesema kisasi ni cha Mungu. Paulo anatuambia kisasi ni cha Mungu. 19 inasema, wapenzi, msijilipisie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu. Mimi nitalipa, asema Bwana. Je, tunaweza kumwachia Mungu alipe kisasi kwa niaba yetu? Bwana Yesu ainuliwe. Tunaweza kumwachia Mungu kisasi? Tunaweza kuachia mtu, sababu kweli ni kwamba tuna vitu tunapoteza na maisha inaendelea. Hicho kinakukwaza juu ya jirani yako ni nini? Unaweza kumwachia na uendelee kuishi. Jina la Bwana liinuliwe. Kisasi ni cha Mungu. Tumwachie. Ningetaka tusomewe kitabu cha Luka 23:34. Luke 23:34. Kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 23 mstari wa 34. Yesu akasema, Baba uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Unasikia? Huyu ni Kristo mwenyewe ametuonesha good example. Amesema Bwana wasamehe kwa kuwa hawaelewe kile ambacho wanakifanya. Yesu akasema Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wapige kura. Jina la Bwana liinuliwe. Kristo aliwasamehe akasema yaishe. Yaishe. Kristo alipishi kisasi. Na kama sisi ni wa Kristo, tunahitaji kubeba roho wa Kristo. Roho wa kuachilia bila kulipisha kisasi. Warumi 12:21. Bwana Yesu ainuliwe. Yaishe.
kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa 21. Usishindwe na ubaya, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Shinda ubaya kwa wema. Tenda mema makuu yapite mabaya. Sababu rekodi ya mabaya italete mabaya maishani mwako, lakini rekodi ya mema italete mema maishani mwako. Unajua mpendwa, kwa nini tunaishi katika kuombewa tu? Mbona maombi yetu hayajibiwi? Ya mtu fulani ndio inajibiwa. Kwa sababu gani? Tumebeba roho ya kulipisha kisasi, na roho ya kulipisha kisasi kublock maombi. Paulo anatuandikia, sidini kutenda mema, msishindwe na ubaya, tenda mema. Wakikufanyia mabaya watendee mema. Mimi nishaifanya hivyo. Unapata mtu hata analia. Just deliver. Kwa sababu hata ukirevenge hakuna kitu utapata. Najua sisi wote tushaipitia ile kipengele cha kwamba mtu amekupiga kofi kwanza pale shuleni, alafu na wewe unampiga. Sasa ulipompiga unafikiri mnatoshana. Nyinyi wote sasa mnakuwa wapiganaki. Hakuna ule hapo, wote ni wabaya. Nyinyi wote ni wabaya. Mtu anapokudhulumu usimdhulumu mpendwa. Beba msalaba, mwachie. Ombea moyo wako. Biblia inatuomba tulinde mioyo yetu kuliko vitu vyote. Ikiwa kabisa tunataka maombi yetu yawe na nguvu na yawe yakijibiwa, kunena kwetu na Mungu, tunapolala tunaamuka tukiwa na mwelekeo mpya, lazima tujifundishe kuachilia. Kufungua na kuachilia. Sababu hata unapolipisha kisasi haupati thawabu. Bado unaendelea kujisomba kwa kona ambapo patakuwa panakufinya na kukuelekeza katika uchungu zaidi. Si Mungu atumalizie uchungu wa leo. Unajua sasa hivi tuko kwa ibada. Yesu ameshuka kwa njia kubwa, lakini kuna watu ambao hawa-access hiyo neema kwa sababu uchungu wa mioyo walio nao ni uchungu mkubwa. Naamini neno la Mungu alikuji bure. Inawezekana hata kuna mtu amekaa kwenye kikao hivi sasa tunapozungumziwa nako katika hali ya kupanga bila atalipisha kisasi. Naomba tu Mungu akusaidie. Usilipishe kisasi. Samea, achilia. Nimekueleza jinsi nilipochotwa na bangi na bado maisha yangu inaendelea. Bwana Yesu aidaliwe. Uchungu. Mpendwa, uchungu unatutesa. Uchungu umezuia tuende area nyingine. Uchungu umezuia tupokee. Let people go. Release people. Set people free. Oh my God. The evil spirit will hurt you. Devil is keeping hurting you because anajua kwamba moyo wako ni moyo wa uzito, unafunga. Train your heart to let go. Achilia, jifundishe kuachilia, jifundishe kusamehea, sababu usipojifundisha mpendwa, utakuwa na panda shuka katika maisha yako ya kiroho. Na itakuwa ngumu kuaccess neema ya Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Si Mungu atusaidie tuweze kuwa na mioyo ya kusema let go. Wachia. Yesu alituambia katika Mathayo kwamba Mathayo 5 amesema akikunyang'anya koti mupe na shati pia. Akikuchapa kofi mgeuzie hii. Lakini hao wakuchapa kofi wageuza wako hapa. Jina la Bwana liinuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na sio sisi tutapane, ni wale maadui wanapotudhulumu. Let go, mwachie. Kwa nini? Hutaki kuchafua uhusiano wako na Kristo, sababu kuna mambo mnatenda na Kristo. Jina la Bwana liinuliwe. Sitende tujifundishe kuachilia. Sasa hii itakuwa ombi ya wiki. Lord help me to let go. Cleanse my heart. Clean my heart. Oh my God. Jina la Bwana liinuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wangapi anasema nitajaribu niwezavyo kuachilia? Si Mungu usaidie watoto wako. Si Jehova utusaidie. Tutembee katika hali ya kuachilia. Uchungu wa mioyo uache kutuua. Si kama unaelewa, kuna magonjwa inatokana na uchungu. Ukiendelea kuweka hiyo uchungu unafungana na kifua. You can have chest pain. Unaweza kuwa hata na pain ya bavu.
pain. Sawa. Unaweza hata kuwa na tatizo la kumeza mate ama kumeza kitu. Sasa ingine ni uchungu. You hold pain for a long time. And that pain can bring stress. Asubuhi ukiamka, you are so tired. You are not worthy to wake up over your bed because you carry somebody. And Jesus said, Father, forgive them. They don't know what they have done. Let them go, Lord. Let them go. Can you exercise to become a Christian? Can you exercise to become a true Christian? Let go. Father, let go. Waachie, hawaelewi kile walichokifanya Baba. Waachie waende. Oh my God. Oh Lord, have mercy upon us. Have mercy upon me, dear Lord.